Habari yako mwana familia wa Together Online, ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko duniani. Tuko hapa na Janet Rithe ambaye ana kesi ya kutoa maneno ambayo yalitafasiriwa ni maneno ya udhalilishaji kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambako Janet Rithe aliweza kukamatwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi. Na ACT Wazalendo siku ya jana niweza kusogezea habari wakilalamika kwamba Janet Rithe bado ameshikiliwa na jeshi la polisi, ambapo amenyimwa hata dhamana yake, ambapo waliandika kwamba chama cha ACT Wazalendo tunapenda kujulisha umma kuwa mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ndugu Janet Joel Rithe kwa siku ya tatu leo bado ameshikiliwa na jeshi la polisi kituo cha kati Dar es Salaam kwa mahojiano. Mapema tarehe 21 2025 majira saa 3 asubuhi mawakili wa chama walifika kituo cha polisi cha kati Central Police aliposhikiliwa kwa ajili ya kuendelea na taratibu za kufuatilia dhamana yake. Hata hivyo, juhudi hizo ziligonga mwamba kwa maelezo kuwa kuna maafisa polisi kutoka makao makuu wanatakiwa kufika waendelee na mahojiano zaidi, na kwamba baada ya mahojiano hayo ndipo atapatiwa dhamana yake. Sasa manake alinyimwa dhamana siku ya jana, naweza kuletea hiyo taarifa. Sasa siku ya jana pia jioni wakatoa taarifa bwana, wakatoa taarifa kwamba Janet Rithe tayari kapewa dhamana yake, ambapo walimposti hapa na kusema taarifa kwa umma, mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ya ACT Wazalendo ndugu Janet Rithe amepewa dhamana. Ndugu Rithe aliyekuwa anashikiliwa katika kituo kikuu cha Dar es Salaam ameachiwa kwa sharti kwamba aripoti tena polisi siku ya Jumatano. Alipoti tena polisi siku ya Jumatano ambao ni kesho. Anasema chama kitatoa taarifa zaidi katika wakati mwafaka. Imetolewa na naibu katibu wa habari, uenezi na mahusiano na umma Shangwe Ayo tarehe 23 Juni siku ya jana. Na wakaandika pia hapa official statement kwamba taarifa kwa umma, Janet Rithe kaachiwa kwa dhamana. Mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ya ACT Wazalendo ndugu Janet Rithe amepewa dhamana. Ndugu Rithe aliyekuwa anashikiliwa na polisi katika kituo cha polisi cha Dar es Salaam ameachiwa kwa sharti kwamba alipoti polisi siku ya alipoti tena polisi siku ya Jumatano tarehe 25 Juni 2025. Chama kitatoa taarifa zaidi katika wakati mwafaka. ACT Wazalendo taifa kwanza leo na kesho. Unaona bwana, so hiyo ni official statement ambayo iliweza kutolewa na ACT Wazalendo siku ya jana kwamba bwana tayari ameachiwa kwa dhamana. Na hapa maoni ya watu naona ni mengi, kila mmoja akijaribu kuongea lake kuhusiana na hicho ambacho kimeweza kutokea. Na watu wanawaambia ACT kwamba wajiunge na no reform no election, waachane na sera yao ya kulinda kura. Haya bwana, so ndio hivyo, nimeona nikusogezee hiyo mapema kabisa siku ya leo. Ninaona wanawake wakiwa wamevaa mavazi ya gharama na wanapita wakikwambia Samia tena mitano. Nikiangalia ninashangaa wanawake wa Tanzania. Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi mbovu wa Chama cha Mapinduzi. Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi huo wa Samia. Kwanza mimi nina swali ambayo najiuliza. Hivi hatuoni kama Samia anaenda kuongoza miaka 15? Amekuwa makamu wa rais kwa miaka 5, amekuwa rais kwa miaka 5 tena, na sasa tunaenda kumpa miaka 5 mingine. Hatuoni kwamba ameongoza kwa miaka 15 na amevunja katiba? Na mkimwangalia amechanganyikiwa jamani. Hasa mnaendaje kuchagua mtu aliyechanganyikiwa? Juzi katuambia eti Tanzania uchumi umekuwa kuliko Marekani. Hata kipofu jamani na kiziwi hili jambo akisikiliza anachanganyikiwa kabisa.
ni namna ya kiongozi aliyechanganyikiwa, ni namna ya kiongozi ambaye haoni dira mbele yake. Sijui kitu gani kinamchanganya. Ndio maana CCM wamebakia kulindwa na dola ama polisi. Nilikuwa najaribu kupata takwimu za polisi. Nauliza, hivi Tanzania nzima polisi wako wangapi? Naambiwa hawazidi 100,000. Sasa kama polisi hawazidi 100,000, sisi wa Tanzania tunakaribia milioni 60, si ndio makamu mwenyekiti? Hebu tugawane na hawa 100,000, sisimizi tu. Kama unakanyaga simizi. Hivi kweli polisi ambao wana njaa kama sisi, leo tukiamua kushughulika nao, watabaki salama? 100,000 kwa milioni 60. Kwanza CCM juzi wametuambia wako milioni 13. Wachache sana. Sisi wa Tanzania tukisema tumechoka, tunataka kufanya mabadiliko kwenye nchi yetu, tunaweza kufanya mabadiliko. Haswa wanawake. Wanatushinda nini hao? Tunawazaa wenyewe bwana. Hivyo walivyovaa tu ukiwaangalia ni fedha za kodi zetu. Ndio usmart huo. Hawana mashamba ya kulima hawa. Lakini leo wamekubali kutumika na Chama cha Mapinduzi. Alafu naomba niwaulize, si tuna tabia moja Waswahili, si ndio? Mwizi anakuja kwako anaiba, unamwangalia, si ndio? Kesho anakuja anaiba tena, bado unamwangalia tu. Kesho kuto unasema nitatengeneza geti bwana niweze kulinda. Hivi tukikamataga wezi tukawapeleka pale kituo cha polisi Urafiki, kesho akitoka nini kinamkuta? Nini kinamkuta? CCM ni wezi ambao wanaiba, wameiba mali zetu, wamechoka. Sasa wameamua kuiba uongozi. Mwizi tunamwachia tu, tunamwangalia. Acheni oga. Mwizi tunamwangalia tu, tunamwangalia anatuibia. Sasa hivi tumesema wanavyotaka tunataka. Ng'ombe atachinjwa popote alipoelekea. Akielekea Kibra tutachinja, akielekea kwingineko tunachinja. Ndivyo ilivyo. Tumechoka. Tuchoshwe na tabia ya kulialia. Hivi kila siku wewe unaniibia mimi tu, mimi nalia. Wanawake ambao ndio wenye changamoto nyingi, ninaamini tunaenda kuikataa CCM. Ninaamini tunaenda kuungana na ACT Wazalendo ili tutengeneze jeshi kubwa la wanawake. Hata sisi tunaosoma Biblia tunaona wakati wa Yesu mabadiliko makubwa yalifanywa na wanawake. Wanawake wa Tanzania mko wapi?